Dominika ya kwanza ya kipindi cha Kwaresma mwaka A wa Kanisa. Karibuni katika tafakari juu ya Dominika hii ya kwanza kabisa ya Kwaresma mara baada ya Jumatano ya Majivu. Na Dominika hii tunaweza tukapata ujumbe wa moja kwa moja kwamba huwa tunajaribiwa katika majaribu ya aina tatu, na katika majaribu hayo ya aina tatu kipindi cha Kwaresma ama kuingia jangwani kitatusaidia kuona namna gani ya kuyashinda hayo majaribu. Kwa hivyo tuingie jangwani. Dominika ya kwanza ya Kwaresma inatuzamisha katika kuanza kipindi cha Kwaresma katika upande wa Dominika, na neno Kwaresma ni neno ambalo tunalipata kutoka katika mzizi wa lugha ya Kilatini quadragesima, yenye maana ya siku 40 ama namba 40. Kwa hiyo kwa lugha ya Kiswahili tunaposema Kwaresma ni kipindi cha siku 40 za kutafakari ama za safari ya kutafakari na kulielewa fumbo la Pasaka. Kipindi cha Kwaresma kiwe na msaada wetu ama kiwe na msaada kwetu kulielewa fumbo la Pasaka. Na kipindi cha Dominika hizi 6 kuanzia leo, kipindi cha Kwaresma, kanisa litaacha kusoma Injili katika mtiririko tuliouzoea, ambao katika kipindi cha kawaida tuliona ni Injili ya kama ni mwaka A Mathayo, mwaka B Marko, mwaka C Luka. Lakini katika kipindi hiki, kwa kipindi cha hizi Dominika 6, tunaweza tusifuate ule mtiririko wa sura baada ya sura kadiri ya mwaka husika. Kwa kipindi hiki kanisa linatuchagulia masomo katika msingi mingine tofauti, na hivyo kabla hatujaanza kuingia katika Dominika hii, kuna hoja chache ambazo ningependa kuwashirikisha. Kama utakumbuka, kipindi cha kawaida tumekuwa tukipitia Injili ya Mathayo kwa mpangilio sura baada ya sura, na masomo ya Agano la Kale yalichukuliwa kuingia katika Dominika katika Injili, kuangalia yaendane, yawe na ujumbe mmoja katika siku hiyo. Kwa Kwaresma masomo yanachaguliwa kwa namna tofauti. Katika kipindi hiki cha Kwaresma kwa muda wa majuma 6 tutapata vifungu vya Injili ambavyo kanisa limevichagua mahususi kutoka katika Injili mbalimbali, vifungu vinavyotuelekeza mbele na kutuandaa kwa ajili ya fumbo kubwa la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo kwa namna moja au nyingine tutakuwa na, usishangae, kutakuwa na mpangilio tofauti wa masomo. Wakati huo huo, katika kipindi hiki kanisa pia linaanza kuchagua masomo ya Agano la Kale kwa namna tofauti. Ukiangalia kwa makini masomo ya Agano la Kale katika juma ama katika Dominika hizi 6, utaona kuwa yamepangwa kulingana na mfululizo wa historia ya wokovu. Yamepangwa masomo haya kwa lengo la kuonyesha historia ya wokovu. Kwa hiyo si kwamba katika kila wakati kutakuwa na ulinganifu wa moja kwa moja wa masomo hayo. Kama tunavyozoea, unakuta somo la kwanza linaendana na Injili. Wakati wa kipindi cha Kwaresma pengine inaweza isiwe hivyo. Masomo yanachaguliwa zaidi kuzingatia mada kuu ya Kwaresma. Hivyo vifungu fulani ni muhimu ili kutuandaa kwa ajili ya Pasaka. Ndio maana kanisa linatuweka katika kiini cha tafakari hiyo. Ukiweka hilo akilini, katika kipindi chote cha hizi Dominika 6 utaanza kuona wazi kabisa jinsi masomo ya Kwaresma yalivyo ya ajabu. Na kwa kweli ni miongoni mwa masomo yenye nguvu kuliko katika kipindi chingine chochote, kwa sababu yanatuleta katika tafakari ya kina, kutupeleka kuelewa zaidi fumbo la Pasaka. Sasa pengine tuanze kwa kuangalia masomo, hasa somo la Injili ambalo linatupeleka katika simulizi la majaribu ya Yesu. Yesu anajaribiwa huko jangwani katika majaribu matatu
na kupitia majaribu hayo basi anayashinda. Ikiwa ni sehemu ya Dominika ya kwanza kabisa tunapoanza kutafakari juu ya majaribu ya Yesu jangwani, na sisi tunapoanza kipindi cha siku 40 cha mfungo huu, tunaingia ni wazi katika vita ya kiroho, ni katika kujaribiwa na kwa namna mbalimbali, ambapo tafakari ya Dominika hii kwamba tutajaribiwa katika majaribu ya aina 3. Pengine kabla hatujaanza kuyapitia hayo, ningependa tupitie kifungu cha Injili ya leo, ambayo ni Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 1 mpaka ya 11. Kisha Yesu aliongozwa na Roho kwenda nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, hatimaye akaona njaa. Mjaribu akamkaribia akamwambia, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mkate. Naye akajibu, imeandikwa, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litakalotoka katika kinywa cha Mungu. Kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kilele cha hekalu, akamwambia, ikiwa wewe ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde, na mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Tena Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu sana, akamwonyesha fahari zote za ulimwengu na fahari zake, akamwambia, nitakupa haya yote ukinisujudia na kuniabudu. Ndipo Yesu akamwambia, ondoka Shetani, kwa maana imeandikwa, umwabudu Bwana Mungu wako na umtumikie yeye peke yake. Kisha Ibilisi akamwacha, atazama malaika wakaja wakamtumikia. Kuna mengi sana tunaweza kujadili katika kifungu hiki cha Injili. Nataka tu kuangazia maswali machache muhimu ambayo ni msingi kwa uelewa wetu, si tu kwa Injili hii, bali pia kwa sababu kanisa limetuchagulia sehemu ya masomo haya yawe kama sehemu ya Dominika ya kwanza ya Kwaresima kila mwaka. Basi kila mwaka utapata ujumbe huo wa Yesu anajaribiwa. Basi tuangalie mambo kadhaa. Kwanza, angalia ukweli kwamba Yesu anapelekwa jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Kwa nini yupo jangwani? Kwa nini anajaribiwa na Ibilisi? Pili, angalia kwamba hafungi tu kipindi chote au siku hazieleweki, bali anafunga kwa siku 40 mchana na usiku. Hiyo 40 ina maana gani? Huenda tayari ushaanza kuelewa kwamba 40 ni siku, ni Kwaresima, ni kipindi cha Kwaresima, ni sawa. Lakini swali ni, katika karne ya kwanza baada ya Kristo, Myahudi angesikia nini kusikia 40 mchana na usiku? Namba hiyo pengine ilikuwa na uzito gani kwake, na pengine tukirudisha kwetu ina maana gani? Na tatu, swali jingine muhimu sana ni asili ya haya majaribu matatu. Je, yalikuwa na uhalisia? Kwa maneno mengine, kwa nini majaribu matatu na yasiwe 5, yasiwe 10 au 7? Kwa nini matatu? Ni wazi majaribu matatu ni mahususi ambayo Ibilisi anamletea Yesu, na Yesu kila mara katika kujibu ananukuu sehemu za vifungu katika kumjibu Shetani ama Ibilisi. Imeandikwa, imeandikwa, imeandikwa. Hivyo basi swali hilo linakuwa ni, kwa nini majaribu haya matatu na sio mengine? Maana ya majibizano ya Yesu na Shetani ni ipi? Sasa tutapitia moja baada ya jingine. Yesu kupelekwa jangwani ni ishara ya kutoka mpya. Ishara ya kutoka mpya. Taswira ambayo inaongozwa hapa na Yesu kwamba anajaribiwa, anaenda jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Jambo la kwanza ningependa kuelezea ama kuangazia ni kwamba kila unapokutana na taswira ya mtu anaenda jangwani, kwa Myahudi wa karne ya kwanza, hilo lilikuwa linamaanisha kumkumbusha kutoka kwake, kutoka Misri. Kwa hiyo inapotokea kwa Yesu ni kama kutoka mpya. Sasa Waisraeli walipokuwa utumwani mwa Farao, kwa mkono wa Mungu anawaokoa wakiongozwa na Musa
kutoka katika utumwa huo wa Misri walikuwa na safari ya jangwani kwa muda wa miaka 40. Kwa hiyo ni kipindi kikubwa, kipindi ambacho walipitia majaribu mengi, walipitia mambo mengi, lakini kwa namna nyingine kilikuwa ni kipindi kama cha utakaso, kipindi cha kuwatakasa kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo hoja ya kwanza hapa tunayoiona Yesu anaitoa ni kutoka mpya, naye kama Israeli mpya, kama mtu mmoja ambaye anaenda jangwani, tayari ameshapita katika maji ya ubatizo kama tulipoadhimisha ubatizo wake, lakini pia sasa anaingia nyikani kama kipindi kile ambacho Waisraeli waliingia jangwani pia kwa miaka hiyo 40. Sasa yeye anaingia kwa siku 40 mchana na usiku. Ni katika kipindi hicho, ni kipindi ambacho anakutana na majaribu, ni kipindi ambacho anapambana na Ibilisi. Hivyo basi taswira inayochorwa hapa ni hiyo, kutoka mpya na Yesu akiwa kama Israeli mpya. Kwa nini 40? Umuhimu wa siku 40 ni nini? Hoja ya pili ni ishara ya hizo siku 40 mchana na usiku. Pengine kwa nini siku 40 mchana na usiku? Unaweza kuona jibu kwa kuunganisha simulizi la kutoka Misri. Kila unapokutana na namba 40 katika Biblia, karibu kila mara ni alama ya kipindi cha vitu viwili. Kitu cha kwanza ni majaribu ama kujaribiwa, lakini kitu cha pili ni kutakaswa ama utakaso. Ndio tunaweza kusema kwamba kuna mada kama mbili katika hiyo neno 40, namba 40. Nitoe mifano michache juu ya swala hilo. Mfano wa kwanza ni tunaposoma kitabu cha Mwanzo sura ya 7 mpaka ya 8, ile simulizi la gharika kuu, kwamba Nuhu anaokoka katika gharika ambalo lilisababishwa na mvua kwa muda wa siku 40 mchana na usiku. Katika gharika hilo kulikuwa na ishara hizo za utakaso, ishara hizo za majaribu. Na utakaso manake kukiondoa kile kizazi ambacho kilizama katika dhambi na vurugu na ujeuri mbele ya Mungu. Mfano wa pili ni Musa anakaa siku 40 mchana na usiku juu ya mlima Sinai, pale ambapo Musa alienda kuongea na Mungu na Mungu anampatia zile amri 10. Alipokuwa katika tukio hilo huko mlima Sinai, tunaposoma kitabu cha Kutoka sura ya 24, tunaona Musa alikaa katika mlima Sinai muda wa siku 40 mchana na usiku. Jambo la tatu ndio hilo ambalo tumeliona, ile safari ya wana wa Israeli jangwani, walikaa jangwani kwa muda wa miaka 40. Na jambo la 4 ni nabii Elia, ambapo alikaa jangwani siku 40 mchana na usiku, wakati anamkimbia yule mfalme Yezebel, tunaposoma kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19. Lakini tofauti kidogo, Elia alikula kwanza chakula ambacho alipewa kwa msaada wa Mungu, na kile chakula alienda nacho bila kula kwa muda wa siku 40 mchana na usiku kwa kutumia kile chakula. Kwa hiyo kila mara unapoona namba 40 huwa ni kipindi cha majaribu, lakini pia kipindi cha utakaso, kipindi cha kujaribiwa imani. Hivyo kile Yesu anachokifanya hapa kwa namna fulani ni kutekeleza ama kuyatimiza maagizo hayo ya utakaso, maagizo hayo ya kujaribiwa. Asili ya majaribu haya matatu ni nini? Kama pengine alikuwa majaribu halisi ama la. Sasa kwa kuwa tuna mazingira yetu akilini, tuangalie asili ya haya majaribu matatu. Kwa nini Ibilisi anamjaribu Yesu majaribu matatu, na majaribu hayo yalikuwa halisi kwake? Kama Yesu ni mwana wa Mungu, pengine tunaweza tukajiuliza, anawezaje kujaribiwa kweli na shetani?